Big smile, smile with a difference. Ni mshiriki nambari 4 anaitwa Isaya Stefano aka Kivuruge. Uenda kwako siwasikia, kwa nini hatuwezi sote kupendana? Bwana mambo vipi? Bwana mambo vipi? Ni wivu tu. Unajua ukiona mwenzako amependeza, unaweza ukaona ya nini ni mcheki. Lakini kiukweli jamani nimependeza. Amen. Namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu sana. Aliyenivalisha jamani amefika hapa. Anaitwa Maridadi. Mpunga mkono kidogo. Jamani hii nguo ni oversize. Kiuno kiko sawa. Sasa huu ni muondoko jamani wa zamani. Unajua wazee wa zamani kiukweli walikuwa wanavaa nguo ambazo zina heshima. Hata ukienda ukweni, ukifika pale kwa mavazi haya, ulikuwa unapokelewa vizuri. Yaani safi. Sasa kuna jamaa mmoja bwana alienda ukweni. Hata kufika ukweni bwana, si akasikia kuku analia, kakamatwa. Tunajua jamani kawaida, ukisikia kuku analialia huko nje, kakamatwa na mtu, unajua kabisa hapo natengenezewa mimi, si ndio? Sasa jamaa wakati wanaendelea na maongezi, akasema jamani samani, yule kuku ambao mtaka mumpike, mimi msinekee mchuzi, akaangwe. Mama mkwe akamwambia, baba samani tunampa dawa, si wa kuchinjwa, tumeshaandaa kwako kiko jikoni. Kuna jamaa mmoja bwana alienda dukani. Bwana akakuta kuna mavazi yanauzwa. Kikweli hata sisi tushafanya hivyo vitu. Ukienda dukani kukuta vazi la mtoto wa miaka 3, 4, 2, 1, huwa bei yake ni kubwa sana, si ndio? Unaweza kukuta nguo inauzwa 50,000. Sasa naomba niwaulize, hapa nilipovaa hapa ni 50,000 ngapi? Hapa nilipovaa hapa ni 50,000 ngapi? Ni nyingi. Ni za kutosha. Kuna jamaa mmoja wakati tumeenda beach, wakati tunasoma tulienda tour. Tumefika beach. Sasa yeye ni mtaalamu sana, mtundu tukiwa shuleni. Sasa tumefika beach, akawa amejitenga, amekaa peke yake. Sasa akaulizwa na mwalimu, samani, wewe mbona wenzako wanaogelea alafu wewe uko peke yako? Shida nini? Akasema kiukweli mwalimu, sijui ninachokiwaza na wewe unakiwaza. Akasema hebu niambie wewe unawaza nini? Akasema kiukweli mwalimu, sina njaa, haijanibana sana. Kila najiuliza, light hii bahari ingekuwa ni supu, ningeunywa kwa chapati ngapi? Yaani hapo tu ndo ninapowaza. Hebu kama unaamini hivyo vitu kweli, bahari ingekuwa ni supu, tunakunywa kwa chapati ngapi? Nyosha mkono hivi. Hata ulipenda kama mimi. Sasa kumalizia, wanawake au wadada mnapotongozwa, angalieni na wakati wa kukataa. Si kila sehemu unakataa. Wakati tuko kwetu kule, natoka nyumbani kwetu nakuja Tanga mjini. Kuna jamaa mmoja alikuwa anarusha ndoana bwana kwa dada. Sasa kwa anarusha ndoana na kijana bwana anapenda. Mimi nakupenda. Sasa dada akaona hapa hili nimepusha huyu jamaa, maana alikuwa anamwambia sitaki ya polepole. Sasa akawa anamwambia dada mimi nakupenda. Dada akaona huyu hata niache. Sasa akasema kwa sauti, kama sikutaki sinakwambia, sikutaki na sikupendi. Kilichotokea jamaa, watu wote mpaka dereva akageuka nyuma. Kuna nini kinaendelea? Jamaa akasema sasa kama umejamba usiambiwe. Sasa mwe mnaangalia na mahali pa kukataa. Wadada hoe. Mimi nimemaliza, asante. Chief Judge Director Buganda, tunahitaji comment yako. Mr. Kivuruge, asante, leo umekuja vizuri. Kwa kweli hata mimi ni surprise, sikutegemea. Nimefurahia kipaji chako, jinsi unavyotoa jukwaa, lakini zaidi nimependa ulivyoanza na mpangilio wako mzuri wa mwanzoni. Flow yako maneno nimeipenda. Endelea kupangilia hivyo kwa maneno yako. Utakuwa unateka wasikilizaji wako, watazamaji wako vizuri. Kwa hiyo nakutakia kila la heri, lakini keep up kwenye mambo mengine ambayo ni madogo ya kurekebisha. Nafikiri ukizingatia yatakufikisha mbali. Asante.
Isaya Kiburugi. Big up. Yeah, ongeza juhudi kaza. Kuna mahali utafika. Kipaji unacho. Na leo kuna kitu fun nimeona nimekuja tofauti. So, unapaswa kuongeza ubunifu zaidi. Yaani lazima uwe tofauti na watu wengine. Hiyo ndio inatakiwa kwa msanii. Safi sana. Ongeza juhudi. Director J Solo. Bwana Rusi. Nilikuwa nimeinama hapa naandika Max yani. Nilipokuona yani surprise vibaya nimefikia. Safi sana. Wewe umenikumbusha hizi za kina Charlie Chaplin. Safi sana. Bwana Isaya. Mimi nakuona kabisa wewe ni mchekeshaji. Ni siku ya kwanza siku ile kwenye harusi yako nilikuwa sikutazamii kabisa yani. Lakini leo nimeona kipaji tofauti na juzi. Kikubwa nimeona kujiamini kwako, nimeona kuna kitu ndani yako. Lakini kitu ambacho nataka nikuongezee, jaribu kutafuta stories za kuchekesha zaidi ili watu wafurahi. Na kwa mujibu wa muda wangu hapa, unafaa umetumia dakika 3 na sekunde 35. Lakini kitu ulichokifanya ni kikubwa na kwa sehemu watu wamefurahi. Kwa hiyo kikubwa endelea kuongeza juhudi. Kuna kitu ndani yako. Asante. Judge Richie. Kiburugi. Kwenye mavazi umevuruga kweli bwana. Mtisha kinyama. Mimi nilipoingia hapa nikajua na wale jamaa misondo. Kumbe ni yeye sana. Umetawala jukwaa vizuri. You have talent by the way. Kipaji unacho. Just keep it up. Hakikisha tu unatengeneza story ambazo zinachekesha. Sawa? Yaani hivyo iongoe kwa hapana ndio nataka upana uchekeshaji wako. All the best. Basi mimi niseme sawa, unaweza ukashuka baba mchungaji. Shindano hili limedhaminiwa na CRDB Bank, Daktari Alfred Kimea, EVP Media, MC Hamash, Sergeant Technologies, Oreo Graphics. CRDB Bank, the bank that listens.